Goli lo jamaa cha zulumishi. Mutangia jana mzulumishi goli. Funga utaki kutoka wewe. Goli lo. Wewe Saidi. Wewe sinakuita wewe. Ingia ndani. Mama bwana mimi nacheza na wenzangu. Wewe Saidi. Hebu ingia ndani haraka. Mama sana kuita ndani. Ingia ndani mwanangu. Sasa hivi kuna upepo mbaya. Msimu wa mavuno huu. Aya, ingia ndani haraka. Mwaka huu tutatoa kafara ya damu safi, na yule mtoto Saidi ndio chaguo la mizimu hiyo. Ni lini tunamchukua mkuu? Kama ulivyosema, tukichelewa tunaweza kukaa hatarini. Kabla ya mwezi mpevu haujapita, bila hivyo nguvu zetu zitapotea. Sawa? Ndio mkuu. Usikie kelele huko nje. Usikie makelele hayo. Manyao sio manyao huko yanalia nje, mambo sio mambo. Hebu sikiliza vizuri. Unasikia? Unasikia? Wasepetu. Vipi dada? Safi tu. Hivi mdogo wangu Sepetu, makelele jana usiku hujasikia? Makelele? Ndio makelele, wewe hujasikia? Tumeshindwa hata kulala, makelele ya manyau mwa usiku hujasikia wewe? Hapana dada. Sijasikia chochote. Sisi tumeshindwa kulala, mimi na shemeji yako. Tumeshindwa kabisa kulala. Tumekuja kwako, chumbani kwako wewe tumekukuta ndo kwanza, yani unakoloma hatari. Hivi kabisa umepataje usingizi? Sio wenzetu tumeshindwa kupata usingizi. Dada, wewe ulikuwa utakuwa unaota wewe. Sio bure. Makelele usikie wewe tu peke yako na mmeo. Mimi sisikie. Haya, sawa kama nimeota. Kaendelea na shughuli zako. Naona umetoka kuoga mwenyewe mlembo wangu. Upendeze. Kaendelea na shughuli zako. Binti, haina haja ya kuingiwa na hofu wala kuwa na uoga. Nadhani umeshajua sisi wakina nani. Sasa tunachotaka sisi, kazi yetu uifanye kama tunavyokuagiza. Vinginevyo ukikosea tutakupoteza.
Binti, haina haja ya kuwa na hofu. Kama alivyosema mwenzetu, ukiifanya kazi hii kiufasaha, kuna donge nono. Na tunavyosema donge nono, tunamaanisha najua ulishazoea kuishi pale kwa shemeji yako, ila sisi tunataka tukubadilishie maisha. Tutakupa zawadi ambayo itakufanya wewe utahama pale kwa shemeji yako na kwenda kutafuta maisha yako. Utanunua kiwanja, utajenga nyumba kali kiasi kwamba watu watakushangaa, na sio hapa kwenye kijiji. Nasi tumeelewana. Mume wangu, nisubiri. Mimi ngoja nikuulize swali. Hivi huyu mtoto ni wa kwangu peke yangu au ni wa kwetu wote? Mtoto wangu. Swali gani unaniuliza hilo? Ina maana hujui kama ni mtoto wetu wote? Sasa, kama ni wa kwetu wote, mbona kama nakuona upo tu ufanyi chochote? Naona kama ni mzigo. Ina maana wewe mwanaume, hujui kinachoendelea katika nyumba yetu? Hujui kinachoendelea katika familia yetu? Hujui kinachoendelea kwa mwanetu Saidi? Wewe upoje? Wewe upo, kwa nini upo hivyo? Mke wangu, nilikuwa naomba nikirudi tuzungumze haya mambo ya kuzungumza mimi na wewe tukiwa wawili ndani, sio kusemea hapa nje. Unanidhalilisha mbele ya ndugu yako. Kwa Sepetu na kuzalilisha kwa Sepetu. Kwani Sepetu hajui kinachoendelea ndani? Hajui changamoto zetu? Wewe vipi? Wewe upoje? Wewe mwanaume gani? Yaani upo tu. Kwa mimi nakwambia ukweli afu unaonekana nakutia aibu. Wewe upoje? Sawa bwana, kwa sababu mimi ndio nimeenda leba, hamna shida. Dada, unavyomfanyia shemeji sio hata vizuri. Isitoshe yule ni mumeo. Wewe Sepetu, tena ukomee hapo hapo. Ushasema yule ni mume wangu. Masuala ya mume wangu na mimi naomba tuachie wenyewe. Sijui unanielewa? Mama wangu, mimi nilikuwa na wazo, kutokana na changamoto zinazoendelea humu ndani tunazopitia, mawazo ya kila siku, mimi nilikuwa na wazo tuame hapa tukatafute sehemu nyingine, tukaishi hata mbali huko kijiji cha mbele huko. Maisha hapa mimi nimeshayachoka.